kufunga kitambaa kuja kanisani ile siku na bora na kwa dhabihu. Wala na ukamilifu. Katika hii dunia hakuna aliye mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa mkamilifu kwa dakika 2, 3, dakika zingine wewe si mkamilifu. Kwa sababu Mungu anatuuliza hapa ya kwamba je, uko wakamilifu na kumpendeza Mwenyezi Mungu? Ndio wapi tunakosea? Sio wala kutenda tu dhambi. Ukisema kwamba tunaenda kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Tutende dhambi kiasi lakini si kupitilia. Huyu ndugu ni mzuri, huyu mtoto wake ukienda kwa kuimba tuko mahali pale, ukienda kwa kuzini tuko mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Vitina tuko mahali pale. Uko wapi? Wewe unampendeza Mungu? Unapokaa na wenzako kuna neno ambalo wewe mnafundishana. Bwana Yesu asifiwe. Hapa matamshi yako yanapendeza Mungu. Mienendo wako unampendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tabia yako inampendeza Mwenyezi Mungu. Kwa maana kwa neema iliyopewa nawaambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu vita hivyo kemea. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni kwa kutangaza amani, tangaza amani. Na kama wewe ni wa vitina, endelea na vitina zako. Bwana Yesu asifiwe. Fanya kazi yako, lakini zaidi ya yote fanya ile kazi ambayo Mungu alikuita. Haleluya. Usijipe kazi, usijibandike kazi ya mwenzio. Haleluya. Kama mimi siwezi fanya kazi ya mama kanisa, siwezi fanya kazi ya bishop, siwezi fanya kazi ya ukarani. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwaje niende mahali pale na yeye ako na kazi yake? Nitakuwa namaanisha nini? Okay. Kwa nyumba mimi ni shingo. Bwana Yesu asifiwe. Mama ni nini? Baba ni nini? Lakini siku hizi wababa ni wapi? Wamama wako wapi? Bwana siku hizi wasema kusia mama ndio wako juu.
uongo. Mbona siku hizi tuko hivyo? Bwana Yesu asifiwe. By the way, ukiangalia hizi manyumba, mama asipokuwa juu, baba hawezi fanya kitu kwa itakuwa pale. Unaona hapa kweli? Wengine hapa tu hapa akili zao tu hapa. Mtu anamaliza miaka 10 Nairobi na hana nyumba kwao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yake anaona tu mimi sitaki. Haoni hii ndio yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunashia wapi? Lakini hii ndio yangu afanye nini? Inabidi wewe ufanye nini? Nyumba ipatikane. Ukiwa juu unasema umefanya nini? Umekalia chapati. Bwana Yesu asifiwe. Unakalianga mboza kama baridi. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwa chapati moja kama baridi. Nasimulia hata kwa pani. Bwana Yesu asifiwe. Kalia kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kalia kwa maombi. Maombi inaweza. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ndio ufunguo. Maombi ndio ufunguo. Lakini usichukue kibali ya mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Wacha mume akue mume. Mke ukue mke, mtoto asome mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Usijifanye zaidi. Shetani ataingilia kati. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikizidi sana itabidi. Na uangalie ni mambo gani ambayo unataka. Bwana Yesu asifiwe. Sio tu unataka nguo nzuri, sio tu unataka kiatu nzuri. Hapana, sio tu unataka nyumba nzuri, unataka kujikubwa. Hapana, Bwana Yesu asifiwe. Maneno nzuri kama gani? Kujenga, kwenda ng'ambo, kununua gari, kununua pikipiki. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mkali kwa ile kuziniita kwa nyumba yako, nikuje nisuluhishe nitakuja haraka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nisikie tu uliona kitenge. Ati nimedisa umevaa kitenge. Basi unaenda kuleta mzao wako juu hata unataka kama hiyo. Ukikuja hapo ongea kuja na kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Asitoka kwenu. Hata kama ni mdogo nitakuchapa na hakuna mahali penye utanipeleka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo chukua kazi yako. Simama upande wako, simama kwa laini yako, simama kwa laini ya mwingine. Unajua, kama vile katika mwili mmoja kuna viungo vyote havitendi kazi moja. Bwana Yesu asifiwe. Kila viungo kwa mwili viko na kazi yake. Macho iko na kazi yake, mguu iko na kazi yake, akili iko na kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shida imepatikana mahali sisi basi hapo sasa. Kwa hivyo tunajua kila kiumbe kiko na kazi yake, mkono iko na kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Mguu itakupeleka, mkono itashika, macho itakuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila kiungo kiko na kazi yake. Tunaiona katika nyumba zetu kila mtu ako na kazi yake mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Mzee yeye ndio kichwa cha hiyo nyumba, anasimamia majukumu. Mama wewe utakaa pale ungoje uletewe, lakini siku hizi kila mtu amefanya nini? Ametoka. Hakuna mwenye anakaa chini anangoja kuletewa. Kwa sababu msemo ngoje kuletewa, mama utatembea bila ya ndani. Bwana Yesu asifiwe. So hata wanasema ukiuliza hata ya ndani unaulizwa, hata ya ndani unaniuliza. Uongo ukweli. Kiberiti utauliza mzee? Maji ya shilingi 5 utauliza mzee? Sukuma ya shilingi 20 utauliza mzee? Na sasa mbona ngoje uulizwe na wewe unajua ni kazi yako? Uache hapo. Bwana Yesu asifiwe. Usingoje kuulizwa. Majukumu ni yako, chukua majukumu. Wacha kwa asubuhi, jioni ukija na ulizwa kuna mboga. Bwana Yesu asifiwe. Asitoe mkono. Awache ile kumoja pale jioni akija tena kuulizwa hakuna pesa mboga. Ndio kidogo natembea hapo ili nisiite pasta wala bishop. Nitamwambia nyumba yako ndio kama wewe ungesaidika Udira moyo kubwa
Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila mtu acheze pati yake. Na tunacheza kwa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa heshima. Sisi kudharauliana, sio tunajua tendo kwa upande unasema jina yeye anafanya kazi gani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine hata achiwi. Lakini jioni msisi atapata mboga, atapata maji, atapata kama ni strong tea, atakunywa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili ya upendo. Utaenda kwa dada fulani ununue nguo akupende nini? Bwana Yesu asifiwe. Usiona kama mtu anaishi kwa hii plot watu wetu watanicheka na kulia fulani nguo. Bwana Yesu asifiwe. Hapana, wacha wakucheke, lakini wewe mwenyewe unajua kile ambacho unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwenyewe unajua umesimamia wapi. Hiyo 200 itakusaidia badala uende uanze kuomba kama kujiwekea madeni kukopa. Umefua nguo ukachukua 200 umeenda ununua suka. Bwana Yesu asifiwe. Usijiwekee vitu ambazo hatutaweza. Usisimame katika kiwango ambacho mimi sitaweza. Ati fulani anakula nyama lazima nikule nyama kwangu. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Kula sukuma uwe na amani. Bwana Yesu asifiwe. Kula mrenda uwe na amani. Bwana Yesu asifiwe. Usikimbilie vitu ambavyo havina dhamana kwa maisha yako. Utakula nyama Nairobi kule katika zote kama kuna mambo zote unarejea nyumbani kutokana. Na wale watu ambao wanaishi nyumbani kuangalia wanaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Wameendelea watu wanajenga mtu kwa mali yake, kwa nguo yake, kwa ndugu yake. Wewe ukitoka mali yako unaenda kununua kwa mtu na elfu moja. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa maana kwa kuwa kuna karama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema mliopewa. Ikiwa unabii, utoe unabii kwa kadri ya amani. Ikiwa huduma, tuwemo katika mwenye mafundisho mafundisho yaliyo mema. Kufanya vitu ambavyo vinastahili. Tukikutana tukikutana tuongee maneno ambayo yanastahili. Tuache kusengenya wazee wetu, tuache kusengenya mama zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukikutana kama fulani unaona vile pengine alikuwa anafanya. Pengine anaenda wewe unasema tu. Unaona vile fulani alikuwa anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa katika imani moja kweli. Kama Wakristo, tutakuwa katika imani moja kweli. Wacha tufanye vitu ambavyo zinaeleweka. Tukiwa Wakristo ambao tunajua tunaelekea wapi. Tukiwa mfano mwema hata kwa nyumba zetu, nikasema bado kwa watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Usikuwa msingi ambaye hauna manufaa. Sio msingi ambao umesimama imara na unatangaza kwamba tunaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Kwa huduma tuenda katika huduma yetu, mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukarimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Soma 9. Pendo na lisiwe na unafiki, lichukueni lililo ovu, ikiambatana na lililo jema. Kwa pendo la udugu, pendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Bwana Yesu asifiwe. Pendo isiwe upendo ambao ni upendo wa dhati. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na upendo ambao unatoka kanisani ukielekea njiani mpaka kunyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na upendo bila Mungu mwenyewe anavyotupenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Mungu anatupenda kule. Usingoje nikulipe ndio unipende. Bwana Yesu asifiwe. Usingoje au unipe ndio nikupende. Bwana Yesu asifiwe. Na tupendane kwa mapenzi ambayo ni ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tupendane ukiona mwenzako hana kitu, mpe kitu yenye hana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona sina nguo, niletee. Ukiona sina kiatu, niletee. Bwana Yesu asifiwe. Usingoje niwe natembea kwa barabara na kiatu moja na kuonyeshana vidole. Bwana Yesu asifiwe. Unaona huyu shati mnaruka. Bwana Yesu asifiwe. Hapana. Sasa ni wanyama kama niongea mazawadi. Tumefika mahali hizi zinaendelea. Upendo umeisha.
Singalala njaa, mama kanisa shemasi akiwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Hakika nikiangalia nikitazama nyuma ninaona hiyo upendo iliisha. Upendo wangu. Hizi ni pasta. Kulikuwa na pasta alikuwa anaingiza mkono kwa mfuko. Kuna wakati pasta aliwahi nilipia naye nikiishi Mishekwe. Nasema mimi sipendi Mishekwe. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ilikuwa imenifikisha kwa ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Yaani inabidi mpaka pasta anashika mkono kwa mfuko na uko na mwanaume kwa nyumba. Analipa rent. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nikifikiria hata hiyo kuingia hata Mungu anatengeneza njia pasipokuwa na njia. Hata Sabata wewe uko hivyo ule wakati, kumbuka vizuri. Ukweli uongo. Usikumbuke kule. Usikumbuke. Hapo hapo David. Usikumbuke huko kule tulikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuweka viwango vingine. Mimi nilipanga ni 45 kg. Bwana Yesu asifiwe. 45 kg. Hiyo ndio maisha nilioishi. Ukienda ushago unavaa t-shirt ya 100, ya 100, umeng'ara kung'ara wacha. Yaani wewe ndio umeng'ara sasa hivi. Hata unaona uko nyumbani. Yaani ndio uko bure. Hapa ilipanga 700 kwenda ushago. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Kwa hivyo Mungu anaweza kuweka viwango zingine kwa ajili ya upendo. Kwa ajili ya nini? Kazi yangu ya kwanza ni dada Penilandi alinipatia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usione tujua hivi wakati na mama Shamashi. Ukifikiria tumetoka hapa karibu. Haleluya. Ni upendo. Kama una usiende kulala. Unakimbia. Na unakimbia na yeye tena na yeye hana. Lakini inabidi mtafanya nini? Mtakula tu kwa lazima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya ile upendo. Hata yeye aenda ipia mzee anipe, yeye aenda chakula lakini yeye fanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni kwa ajili ya upendo. Kisha bwana ngangana, mvua imenyesha na ngangana na unga amebeba unga mfukoni. Ilikuwa ni mkono wa tano. Yesu mwabukasu. Anangangana na unga. Ulwa mulino ba. Tunakula kwa ajili ya upendo. Hiyo mwana kuna mwingine unga hata sukari. Tunakula tu kwa Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba wacha upendo izidi. Hata kwa maduka zetu wacha upendo izidi. Bwana Yesu asifiwe. Tusione tupatane mizigo. Ukipata ndani ya roho yako nisikuone ujipata ndani ya roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tutengane kuanzia pale. Tuendelee tukue na ndugu na madada wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Lazima upendo uzidi. Hata kanisani, hata tukipata barabarani. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Tusijivike vitu ambavyo havistahili katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Zaidi ya yote upendo udumu. Upendo udumu. Upendo ufanye nini? Upendo, ninaomba tu kwa ajili ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Upendo umekosekana ndani ya kanisa letu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya ndoa yetu upendo umekosekana. Wache tuwe na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Tusikauliane. Tupeane mizigo. Siku siku walileta dini. Unanunua mimi tunapigia mwenzangu kumjulia naye. Bwana Yesu asifiwe. Tusikifikirie kila kitu tunao. Haleluya. Haleluya. Tupendane. Hiyo kitu naona upendo umepungua ndani ya kanisa. Upendo umepungua ndani ya mioyo yetu. Ni kwa nini upendo umepungua? Tunataka tulipize mabaya kwa mabaya. Mbona katika Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Basi tushikane mkono tueneze hii injili kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitolea kuwa na upendo ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo naomba tupendane. 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 Na Mungu wetu Mungu ataingia kati. Naomba tupendane upendo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tupende. Upendo. Bwana Yesu asifiwe. Ya kupendana. Hayo upendo kurudi. Naona tukienda mahali sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.